Kwa unyenyekevu tunaomba kwa hii nia ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu ameionyesha kwa ajili ya kuweka maslahi ya taifa mbele, basi tunamuomba Rais Samia Suluhu Hassan aweze kuangalia jambo hili, na hii sio mara ya kwanza. Mtakumbuka kwamba wakati ambapo chama chetu cha Chadema kilipokuwa na mgogoro mkubwa, wakati ambapo shughuli zote za vyama vya siasa vilipigwa marufuku katika taifa letu, wakati ambapo aliyekuwa mwenyekiti wetu wakati huo Bwana Freeman Aikael Mbowe alipokuwa anakabiliwa na mashtaka ya ugaidi, wafuasi wetu zaidi ya 400 walikuwa na kesi mbalimbali katika mahakama mbalimbali nchini. Bwana Tundu Lissu ambaye alikuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu bara kwa wakati huo alikutana na Rais Samia Suluhu Hassan nchini Ubelgiji. Sasa tuliona baada ya mazungumzo ya watu wawili, viongozi wawili, baada ya kuaminiana na kukutana na kuzungumza, tuliona ufumbuzi, mwanzo mpya wa ufumbuzi wa matatizo. Kesi iliyokuwa inamkabili Bwana Freeman Mbowe iliondolewa. Wenje, Lema na Lissu walirejea nyumbani. Tundu Lissu aliwahakikishia Watanzania kwamba alilipwa pesa zake za ubunge, japokuwa kuna madai ya pesa ambazo za matibabu alikuwa bado anadai. Lakini wafuasi wetu, baada ya mazungumzo, wale wafuasi wetu zaidi ya 400 walifutiwa kesi zao, na mazungumzo ya maridhiano baina ya serikali, Chadema na CCM, mazungumzo yaliendelea, japokuwa yale mazungumzo hayakufika mwisho kabisa kwa yale yaliyokuwa yanatakiwa, lakini tuliona mwanzo mpya wa siasa na demokrasia mpya. Sasa katika uungwana huo ambao Tundu Lissu na Rais Samia Suluhu Hassan walipokutana na tuliona ufumbuzi wa masuala hayo, basi tutoe maombi maalum kwa Rais Samia Suluhu Hassan aweze kuangalia kama walivyofanya kipindi kile, afanye na sasa, ili Tundu Lissu mwenyekiti wetu awe huru, wafuasi wetu mbalimbali ambao bado wanakabiliwa na kesi mbalimbali katika mahakama mbalimbali, kwa mfano aliyekuwa katibu wetu wa Baraza la Vijana Taifa Bwana Yohana Kaunya na wenzake pale Bunda ambao wanakabiliwa na kesi, na wengine sehemu mbalimbali, pamoja na hata wale ambao sio wanachama wetu lakini wanashtakiwa kwa makosa ambayo yalitokana na matukio ya Oktoba 29. Nimuombe rais kwa unyenyekevu sana aweze kuona jambo hilo na aweze kuona nia njema hii ya Bwana Tundu Lissu kama ni nia ambayo inalenga kuponya taifa, na kwa sababu Lissu amenyosha mkono wa heri kwa Rais Samia tayari kwa kitendo cha kuweza kuonyesha utayari wa yeye kuzungumza, ni kwamba Lissu ametoa mkono wa heri, na kawaida ya binadamu na taratibu zetu za hata dini zetu zinazotufundisha, mwenzako anapokunyoshea mkono wa heri, wewe nawe unapaswa kumrudishia mkono wa heri.